Chama cha Rafiki wa Elimu wa ufuatiliaji wa uwajibikaji wa jamii katika makuzi na malezi ya awali ya mtoto halmashauri ya Kigoma kimekutana leo kwa ajili ya kutoa ripoti ya changamoto zilizogunduliwa baada ya uchunguzi mdogo uliofanyika ndani ya kata 4 ndani ya Kigoma. Ripoti hiyo iliyoibua changamoto kibao. Miongoni mwa changamoto ni pamoja na kukosekana kwa huduma ya kwanza maeneo ya shuleni. Kwa majina yangu naitwa Martha Jerome, ni mkurugenzi wa sasa Women's Promotion Center. Changamoto ambazo tumeziona ni wingi wa watoto ndani ya madarasa, lakini kutokuwepo kwa huduma zile za msingi kama vyoo kwa ajili ya watoto wa awali, lakini tumeona pia swala zima la upatikanaji wa huduma, lakini pia tumeona zipo changamoto za huduma zile za kwanza kama vile madawa ya huduma za kwanza kwa watoto hazipo. Lakini tumetoka na mapendekezo ambayo umeonekana kwamba itakuwa ni vizuri walimu wakuu wa hizi shule kuweza kukutana na waganga wafawidhi ama waganga kwenye yale maeneo yao, kwenye vituo vile ama kwenye zile zahanati ambazo hizo shule zipo. Wazazi hawana uelewa wa kutosha kama mpango upo, kwa sababu kama jamii ingekuwa inaelewa kwamba mpango upo, jukumu lao kama jamii ni lipi, nafikiri wangefanya, kwa sababu tunaona maeneo mengi jamii yanajitahidi kutekeleza yale ambayo yanakuwa ni maagizo ya serikali kwao. Kwa hiyo kama jamii ingeelewa kwamba mpango huu upo, nafikiri wangeweza kufanya. Kwa hiyo jamii inahitajika kupewa elimu zaidi, wapate kujua huu mpango unataka nini na nini ambacho kimo ndani ya mpango. Lakini pia nafikiri kuna delay, kwa sababu tumekuwa tumesikia humu ndani afisa elimu anakuwa anasema kwamba kuna pesa zimetolewa, walimu nao wanasema kwamba hatujui. Kwa hiyo kuna vipengele vingine vinaonekana kwa upande wa serikali, yapo mambo ambayo hayako wazi zaidi kwa upande wa walimu kujua. Kwa hiyo ni vizuri pia elimu zaidi itolewe, na kama kipo kifungo kimepangwa, kile kifungo kiweze kufika kwa wakati. Majina naitwa Hamza Kiraya, ni mganga mfawidhi wa zahanati ya Mgaraganza. Tukianza na changamoto, tunajaribu kuona changamoto kama vile kuna baadhi ya shule kuna ufinyu wa madarasa na vile vile sehemu za kukalia kwa wanafunzi wa awali. Na vile vile tumeona kuna changamoto ya vyoo. Unakuta wanafunzi wako wengi lakini vyoo viko vichache. Lakini kwa upande wa serikali umejaribu kufanya jitihada. Umefanya jitihada kuongeza baadhi ya matundu ya vyoo huko mashuleni, na vile vile umejitahidi sana kwenye swala vile vile la watumishi pamoja kwa uchache, lakini umejitahidi serikali kama serikali. Na kwenye haya makuzi ya awali kama tulivyoona kuna changamoto ya ukaaji wa wanafunzi, kwamba madawati yamekuwa machache, lakini kupitia hiki kikao tukatoka na kitu kipya kwamba hawa wanafunzi wa awali wanatakiwa wakae kwenye sehemu kama vile ni madhuria au mikeka, ili iwe rahisi wao kwao wanapokuwa wanaanza kujifunza, hata kuandika, kuunganisha zile herufi, kuna wepesi tofauti na wanapokuwa wamekaa kwenye dawati. Kwa hiyo kupitia kikao hiki tumelipata hilo na limetuongezea kitu kwamba kumbe hawa wanafunzi wa awali wanatakiwa wakaeje. Kwenye swala la huduma za afya tumeona hapa wamejaribu kuzungumzia swala la huduma za dharura mashuleni, kwamba pendekezo lililotolewa walimu wakuu pamoja na waganga wafawidhi wakishirikiana kwenye hili inaweza kusaidia uwe na ile tunasema first aid kit, iwe na dawa, iwe na baadhi ya vitendea kazi kwamba viwasaidie hawa watoto. Naitwa Betha Frank Mshana, ni mkurugenzi mtendaji wa asasi isiyokuwa ya kiserikali inayofahamika kama Tanzania Voice in Action. Tunapatikana Kigoma Manispaa. Kwa siku ya leo naweza kusema kwamba kwa utafiti uliofanyika na marafiki wa elimu wakiwa pamoja na watu wa haki za elimu ni kitu kizuri sana, kwa sababu kimeweza kuibua changamoto mbalimbali ambazo tumeziona zinakabili hasa katika watoto wale wanaopata elimu ya awali. Kwa mfano tumeweza kuona kwamba watoto
hawana sehemu nzuri ya kukaa. Kwa mfano, watoto wanakaa chini, lakini kupitia huu utafiti tumeweza kupata majibu kwamba serikali imekuja na mpango kwamba itawawezesha watoto waweze kukaa kwenye mikeka au kwenye matundubali, madarasa yao yatandikwe hivi. Kwa hiyo naona ni kitu kizuri. Pamoja na hayo na mengineyo ambayo yamejitokeza, ni kwamba serikali imeonyesha kujali na kwamba bado inapeleka pesa kuendelea kujenga madarasa na kuboresha miundombinu ya elimu katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Kwa jina naitwa Michael Mbago, ni mtendaji mkuu wa taasisi ya marafiki wa elimu Kigoma. Tulikuwa na zoezi la kupima uelewa wa jamii juu ya uwajibikaji wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Tumefanya katika kata 4 ambayo ni Mwandiga, Kagongo, Bitale na Mungonya. Tumewafikia wadau au wananchi 144 kwa ajili ya kupima uelewa au uwajibikaji wa malezi na makuzi. Tulichokibaini kule, kuna vipengele ambavyo tumeona kwamba jamii haina uelewa wa kutosha katika maeneo fulani, hasa kwenye suala la mahudhurio ya kliniki ya baba, mama na mtoto. Jamii walio wengi wanaume wako bize zaidi na kuachia wa mama kwenda kliniki, na hii inapelekea kwamba kina baba wanashindwa kuwa na taarifa sahihi za maendeleo ya mtoto anayezaliwa baadaye. Tunaamini kwamba bado kuna eneo changamoto hazijatatuliwa ipasavyo, na ndio maana sisi baada ya leo tunajipanga wiki ijayo tutaanza sasa kwenda kwenye jamii kukutana na wananchi wenyewe, kuwaeleza yale ambayo tunaona ni changamoto, lakini ni kwa namna gani mwananchi anaweza akashiriki kutatua hizo changamoto tulizoziona. Ni imani yetu kubwa kwamba wadau wakishirikishwa na wakashiriki ipasavyo, kutakuwa na mabadiliko chanya kiasi kwamba hiki kizazi hatutakuwa tumekipoteza, na badala yake tutakuwa tumekijenga kwa nyanja zote za kimwili, afya, lakini pia kielimu, na kusababisha kwamba tutakapokuwa aidha sisi labda tumetoweka kwa umri wetu, kizazi hiki kitabaki kikiwa katika hali salama na yenye utulivu. Naye kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ndugu Jabel Timbako amekuwa na mengi ya kuzungumza, lakini hasa ni namna gani changamoto zilizoibuliwa zitakwenda kutatuliwa. Kwa majina naitwa Jabel Timbako, ni kaimu mkurugenzi halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Hali ni nzuri kwa upande wa halmashauri yetu, maana utekelezaji wako unaendelea vizuri, na leo tumeshiriki kwenye kikao hiki cha kuona tathmini kazi iliyofanyika, lakini na upungufu ambao bado unaonekana kwenye jamii zetu. Kwa kwenye hiki kikao sasa tumetoka na maazimio namna gani tunaenda kuyatekeleza wote kwa kuunganisha nguvu kwa pamoja, ili tuweze kukamilisha yale mapungufu ambayo yapo, alafu hali iende kuwa nzuri zaidi. Yale mapungufu kwa upande wa halmashauri tunaenda kuyasimamia kwenye masuala haya ya ulinzi wa mtoto kule kwenye jamii, lakini na shuleni kupitia madawati yale ambayo tumeshaanzisha madawati ya ulinzi wa mtoto kuanzia ngazi ya kijiji, kata, lakini na kwenye ngazi za facilities zikiwa na maana mashuleni pale. Kwa hiyo kupitia zile kamati na wataalamu wetu tulionao, afisa maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii na wakuu wa shule, tunaenda kuhakikisha tunazikamilisha hizo, lakini pia tutaenda kushirikiana na wadau wengine katika kuhakikisha sasa yale mapungufu yetu tunayakamilisha. Kwa mawazo yetu na mipango yetu tunataka kutegemeza kwa 100%, kwa 100% zote. Yale magepa ambayo bado yapo tukamilishe kwa 100%. Ndo iliyopo kwenye akili zetu, yaani kukamilisha yote kwa 100%. Nikiripoti kutoka NORAD, eneo ambalo kikao hicho kimefanyika siku hii ya leo, mimi ni Nesta Masangula, Kikora Media.